Kwa Wakenya ama kwa kundi la wanamgambo Rapid Support Forces RSF nchini Sudan. Kulingana na viongozi hawa, swala hili limetia doa katika usalama wa taifa hili. Mwanahabari wetu Stanley Nyaringita amelizamia swala hili na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kufuatia madai kuwa Al-Gonei Hamdan Dagalo, ndugu wa kamanda wa kundi la wanamgambo la Rapid Support Forces RSF nchini Sudan, alipokea kitambulisho cha Kenya. Harambee! Viongozi wa upinzani sasa wanasema swala hilo linatia doa katika usalama wa nchi. Wakizungumza katika eneo la Naivasha, kaunti ya Nakuru, viongozi wa upinzani wanataka wizara ya masuala ya nje kuweka bayana mchakato wa kuwapa viongozi wa RSF vitambulisho hivyo. Kasongo wakiwa na Kipchumba Murkomen, wakiwa na PS Belio Kipsang na yule Mrs. Chelagat, Director of Immigration, wanauza vitambulisho, wanauza passport kwa majambazi kutoka Sudan na kwingineko. Kijana, ukienda kutafuta passport unapelekwa hivi hivi, lakini wale wanaua watu weusi kule Darfur, sababu wale wanauawa wengi Darfur ni wale wako na ngozi kama yako. Ruto amewaleta, amewapatia passport. Sura yetu kama nchi na sifa yetu kama nchi inaharibika kwa sababu wakora na wauni wanapewa passport ya Kenya kutembea nayo. Viongozi hawa aidha wamekashifu serikali baada ya baadhi ya Wakenya kujiunga na jeshi la Urusi ili kupigana dhidi ya Ukraine. Nataka kuuliza Kasongo tumuulize hivi, kwa sababu serikali ya Urusi inalipa 7,000 kwa kila mmoja ambaye anauliwa. Wale wameuliwa, pesa yao imepelekwa wapi? Macho yote sasa yameangazwa katika wizara ya masuala ya nje kutoa taarifa bayana kuhusu utata wa kutolewa kwa vitambulisho kwa wageni na ikiwa kuna wanachama wa kundi la uhalifu waliopata vitambulisho vya Kenya. Stanley Nyaringita, TV47.